وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أولي الهداية والثبات. أما بعد، ndugu zangu na wazazi wangu watukufu, ikiwa ni kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameweza kutuzungusha tena akatufikisha katika siku ya Aljumaa ambayo ni Idi ya Waislamu ya kila wiki. Bila shaka kutoka Ijumaa iliyopita mpaka Ijumaa hii ya leo kuna wengi tumewakosa ndugu zetu ambao tulikuwa tukiswali nao hapa hapa msikitini kwetu na kwengineko, na hiyo ni sunnatullah ambayo kwamba hakuna mwenye kuweza kuibadilisha. Aya ambayo itatuongoza na khutba insha Allah taala ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo inatuambia, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hii ndiyo aya ambayo itatuongoza katika khutba yetu ya leo insha Allahu Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mumeamini, enyi wenye imani, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, waltanzur nafsun, na nafsi iangalie, ma, kile ambacho, qaddamat, imetanguliza, lighadin, kwa sababu ya kesho. Wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu, innallaha, ka Mwenyezi Mungu, khabirun, ni mtambuzi, bima ta'maluna, kwa yale ambayo mwayafanya. Katika kufanya, binadamu wakati unapofanya, basi elewa ya kwamba chochote ambacho unakifanya Mwenyezi Mungu anaelewa vizuri mno. Sasa matokeo yatakuja pale kwenye kufanya. Uliyofanya ni yapi? Mazuri, utakuwa ni mzuri, na kama uliyofanya ni mabaya, basi itakuwa mwisho wako ni mbaya. Ndio hapo Mwenyezi Mungu akwambia, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun, nafsi iangalilie katika yale inayoyafanya, ma qaddamat lighadin, lile ambalo itatanguliza kwa ajili ya kesho akhira. Maisha ya dunia ni maisha mafupi, tuelewa sote, lakini maisha makubwa na maisha ya milele ni maisha ya akhira. Na ukitaka kujua hilo kiufupi tu, angalia wewe kutoka ulimwengu ulipoumbwa, waloanza kina Nabii Adam kuishi walikufa, mpaka leo wako kwenye makaburi yao wanasubiri ama wanafanyia kazi kile ambacho ma qaddamat lighadin. Wale wote wanaishi pale kwenye makaburi, kinachowafaa ni kile walichokitanguliza kwa sababu ya kule kaburini. Mpaka ulimwengu utaisha, na sisi tuko vya tukiingia kaburini, tutakuwa tunaishi na hiyo ma qaddamat lighadin. Kama ni wema ni mwema, kama ni uovu ndiyo mwenyewe ulichagua ujitangulizie hicho. Kwa hiyo khutba ikianza kutuambia, inatuambia innal mauta, hiki kipande cha kwamba ma qaddamat lighadin, manake leo upo lakini kesho hupo. Sasa khutba ikianza inatuambia innal mauta,
hakika mauti, manake sisi tunaishi lakini kesho hatupo, ama kesho kutwa, ama kesho kutwa tutakuwa hatupo. Tuko maisha ya duniani kuna maisha ya kesho barzakh, na mpaka siku ile ikifika ya hisabu, watu kuhesabiwa na kulipwa kile ambacho mtu alikifanya. Lakini innal mauta, hakika ya mauti, nazilun, ni yenye kushuka, mimman kana qablakum, kutokana na wale ambao walikuwa kabla yetu sisi, minal anami, katika viumbe. Mauti yalikuweko kabla ya sisi na yaliwachukua kila kiumbe, si binadamu peke yake wala sio jini peke yake. Kila kiumbe kilichokuwa na wakati wake Mungu alioandikia wa kuondoka katika dunia, basi tayari kimepambana na mauti na kimeenda mbele ya haki subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo mauti yanapokuja kwetu sisi sio kitu kigeni, ingawa wenye kuzungumza wanazungumza katika kitu ambacho ni cha kawaida, lakini watu hawakizoei, ni mauti. Kila siku watu wanakufa, kila siku tunaenda kuzika, lakini nafsi yangu na yako bado inajipa matumaini kwamba mimi bado nipo, si wa leo wala kesho mimi. Lakini mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika sio hivyo, sio hivyo. Hivi tukizungumza hapa, kuna watu tayari kwenye diwani ya walio hai washafutwa, hawamo tena. Yani wao wanaishi na bonus peke yake, lakini kwenye diwani kwamba fulani yuko anamaliza zile siku zake tu, akimaliza basi anaenda, hayuko katika walio hai, hayuko yeye, ashafutwa kwenye kitabu kama kile. Fadhahara, kwa hiyo mauti yakadhihiri kwa mtu ama kwa yule kiumbe, wa ghalaba, na yakashinda. Mauti hayashindwi hata siku moja, kwa sababu ni kitu kimewekewa wakati na hakicheleweshewi hata nukta moja. Idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, hucheleweshewi hata dakika moja, wala hutanguliziwi kwamba labda utaondoka kabla ule wakati ambao umepangiwa. La, wakati kwa nukta kabisa ndo utaondoshwa. Wahawala, mauti yakabadilisha, ma biaidihim, yaliyomo katika mikono yao watu, yaliyomo katika miili yao, yaliyomo katika uwezo wao, yaliyomo katika mamlaka yao, yaliyomo katika ushujaa wao, yaliyomo katika kila kitu chao, baada ya mauti kuja, minal hutami, kutokamana na takataka. Hutami inayopendelewa hapa ni takataka, maana chochote kilichomo katika dunia ambacho sisi tunamiliki ni takataka. Mali, watoto, vitu, magari, chochote kile ni takataka. Nyumba zote ni takataka, kwa sababu mwisho wa nyumba namna itakavyokuwa mzuri, lakini itakuwa nini? Itakuwa ni gofu. Chochote kile, gari namna itakavyokuwa ni mzuri, lakini baada ya muda itakuwa ni scrap. Mti namna utakavyokuwa ni vyovyote, mashamba mwisho wa siku yatakuwa sio yako tena, na miti uliopanda hakuna. Kila kitu kinarudi kinakuwa ni mabua, ni takataka ambazo hazitosaidia tena. Kwa hiyo chochote mtu alichonacho baada ya mauti kuja, basi atatangulia yeye, ama kile kitu kitatangulia baada yake na mwenye atafuatia, ama yeye atafuatia. Atakiwacha, watakuja atakaotumia baada yake, vyote vitaondoka na vitakuwa ni takataka. Faqahara, mauti yaliposhuka kwa anam, viumbe wale, yakaja kwa lazima. Qahar, kwa lazima, ukitaka usitake. Wasalaba, na yakapokonya
yakapokonya utajiri, yakapokonya uhai, yakapokonya uwezo, yakapokonya umaarufu, yakapokonya uraisi, yakapokonya ubunge, yakapokonya uwaziri, kila kitu. Si ni waziri? Yani kiakili za watu, kwa sababu ya yale majukumu walionayo watu, labda ingelikuwa kuna watu wengine hawafai kufikwa na mauti. Yani tujalie ni waziri mzima anakufa kivipi? Rais mzima anakufa kivipi? Shekhe mzima anakufa kivipi? Lakini la, ni kitu kiko, mauti yamewekewa watu wote. Kullu man alaiha fan, kila kilichomo katika mgongo wa ardhi kitatoweka. Kainan mankan, vyovyote mtu atakavyokuwa, ana nguvu, amedhoofika, ni mgonjwa, ni mzima, ni mtoto, ni mtu mzima, ni barobaro, amezaliwa leo, mimba haijakamilika, kullu man alaiha fan, kitatoweka tu mwisho wa siku. Wa atabuniana amali, mauti yakaenda kwenye majengo ya matarajio ya watu, ya viumbe, kwa sababu mtu, kila mmoja wetu ashapanga mambo kadhaa mbele yake. Mimi nitafanya hili, nikimaliza hili naenda kwenye lile. Lakini na huku mauti nayo yashapangiwa kwamba wewe ukifika fulani huko tena, lakini mwenyewe una matarajio kwamba mimi nitafanya hili na hili na hili. Ndio maisha ya kidunia. Muda kwamba hujakufa na hujui wakati wa kufa, basi lazima ujitume na kujizungusha ili uhakikishe kwamba mahitajio yako ya kimaisha wewe mwenyewe na watu wako yanakwenda sawa sawa. Lakini na mauti nayo yanakwenda sawa sawa pia, hayakosei. Kwa hiyo lazima tukienda na katika maisha tuangalie pande zote mbili. Unaangalia kote kote, nyuma, mbele, kuliani, kushotoni. Manake wewe si wa kuishi tu duniani, lazima utaishi na kuna siku utaondoka, na unachokiishia ni kwamba mwisho utafika akhera na kuna malipo. Ufanyie kazi lile na mengine ambayo itakuwa ni kama kizuilio chako cha kuishi maisha yako mafupi ambayo utaishi duniani. Kwa hiyo mauti, wa ata bunyana amalihim, yakaenda katika majengo ya matarajio ya watu, min alqawaidi, yakaenda kwenye msingi kabisa, kwenye foundation yakaenda pale. Fahadama, yakavunja foundation. Waqallaba, yakabadilisha mazingira. Sio kama vile ambavyo mtu time nyingine ananunua nyumba ya kizamani akaamua kuivunja yote, akatoa mpaka msingi, akaanzisha tena jengo. Hivyo hivyo mauti yanafanya hivyo kwetu sisi. Yatakuja yaondoshe kile ambacho wanakitarajia, yafute kabisa. Watu wakija baada ya miaka 2 mitatu wanauliza. Juzi siku ya Jumatano kuna mtu amekuja kuniuliza, yule mzee alikuwa akiadhini hapa yuko wapi? Yani marehemu mzee Saidi. Naambia tushamzika kitambo, karibu mwezi 1.5 uliopita. Hajui. Sasa ile foundation ya yule mtu ambayo alikuwa ameishi nayo kutoka udogoni mpaka kufika kufa, hakuna tena. Sasa hutomuona. Na mimi na wewe ni hivyo hivyo. Sasa tupo tunawika, lakini kesho utazima. Ile nuru yote itakuwa hupo wewe. Watu kila wakipiga macho, yuko wapi, yuko wapi? Mauti yamekuja yakaondosha ile foundation yako, hakuna kitu tena. Waloko ni wengine wanasubiri zamu yao ikifika, na wao waelekee katika njia hiyo hiyo. Wandarasat akhbaruhum, habari zao zikafutika zote, hakuna tena, hazitajwi. Faadraka wallahi ma ghalab, mauti yakapata kile ambacho yalishinda, ndiyo yako katika msimamo huo. Yeye hayuko, habari zake hakuna, hatajwi tena, hakuna mwenye kumkumbuka. Faya khalafa salaf, basi ewe badali ya wema waliotangulia, alladhina ambao abadatuhumun nawaibu, mauti
misiba iliwaondosha. Wa ya hadafa talaf, na ewe lengo la uharibifu, alladhina, ambao kwamba athkhanat fihim, ilidhoofisha ndani yao, asawaibu, kule kudangana na kutoshea na kutokujifahamu. Suala linakuja, khutuba yatuambia aina man madha min abaikum, wako wapi walopita katika baba zenu? Sisi sote tulikuwa tuna baba, si ndio? Na baba zetu walikuwa na baba zao pia. Wako wapi hao? Ikiwa baba yako leo yuko hai, alhamdulillah, lakini baada ya siku hatoishi milele pia. Itakuwa wewe badali yake ni baba, na waloko nyuma yako wanataraji tuna baba, na wewe utaondoka, watakuja wao, wa hakadha. Ndio safari namna inavyoendelea. Sasa wale ambao wameondokewa na baba zao baada ya kwamba walikuwa nao, wakiwapenda, wakiwatunza, wakiwasomesha, wakiwafanyia kila kitu, alikuwa hakosi mtu kile anachokitaka kwa baba yake, anampenda mno, yuko tayari agombane na dunia nzima, lakini atetee mtoto wake. Sasa mtoto ambaye amelelewa na baba kama huyo, leo suala linamuuliza, wako wapi baba zenu ambao kwamba wamepita? Aina man madha, wako wapi walopita? Min abaikum, katika baba zenu. Wa ajdadikum, na babu zenu pia. Ulikuwa na babu, pengine jina lako ndio lake, umeitwa jina lake ni somo yako, alikupa kila kitu ulichotaka. Na tunajua mapenzi ya mjukuu kwa babu yake huwa ni zaidi ya mtoto wake. Lakini yuko wapi leo? Njia ni moja tu ya mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuyaonja mauti. Sasa katika kuonja mauti lazima tujiandae. Yatatujilia vipi mauti? Allahu aalam, lakini lazima wewe ujitayarishe na mauti. Ista'idda lilmaut qabla nuzuli lmaut, lazima ujiandae kwa ajili ya mauti kabla hayajashuka. Na kujiandaa kwa mauti ni kufanya amal ambazo zitakusaidia. Alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almauti. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ametueleza yule mtu ambaye ni mwerevu kweli kweli, ana akili nyingi, ni yule man dana nafsahu, mwenye kuilingania na kuisogeza nafsi yake ikafanya matendo ambayo lima ba'da almaut, itamsaidia, yatamfaa baada yeye kufa. Usife tu kama ni mzoga wa mnyama ambao hauna faida mbele yake. Kufa kwamba wewe ni mtu kweli kweli, athari zako ziandikwe, zibakie, zisomwe na watu. Naam. Aina man kana ma'akum, yuko wapi yule ambaye alikuwa na nyinyi? Fi mithli hadha ash-shahri, katika mfano wa mwezi kama huu wa mfunguo tano, mwezi wa Safar. Tulikuwa tuna watu tuko nao mwaka jana Safar kama hii, leo wako wapi? Na walikuwa na sisi hapa. Je, walikosea wapi? Je, walikuwa ni wajinga kuchukuliwa na mauti? Je, walikuwa hawana fahamu, hawana akili? Kwa nini wakubali kwenda? La, wakati wao umefika wa kuishi na ni lazima waende. Na mimi na wewe wakati wetu utamalizika, ni lazima tuende. Almuhimu ni kujiandaa kwa ajili ya mauti. Faltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, nafsi iangalie kile ambacho inatanguliza kwa ajili ya kesho. Lazima kesho utaenda, kesho yako itafika, jiandae kwa ile kesho yako. Min ahbabikum, katika vipenzi vyenu, wa auladikum, na watoto wenu pia. Mimman, miongoni mwa watu ambao kana, walikuwa yuamilu, wakitarajia, wana matarajio, cha kile ambacho antum, nyinyi, lahu, kwa kitu kama kile, muamiluna, leo mwakitarajia hicho. Wao walikuwa wana matarajio kama yale yangu na yako, kesho na kesho kutwa na program kadhaa, nitafanya lile, nitafanya lile, nitafanya lile. Lakini
hayo waliyawacha kwenye michoro tu, wakaenda wakayawacha. Na nasi tumeandika orodha kubwa, mtafanya hili 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 hili, lakini pia mwisho wake tutaacha kwenye maandishi, tutaenda na mazungumzo kama haya yatakuja kuzungumzwa na wewe hupo, iwe umeingia katika suala la kwamba uko wapi na wewe. Leo upo wasikia, lakini kesho utakuwa hupo, suala litakuja kwa sisi tulioko kuulizwa wewe nawe uko wapi, na tulikuwa na wewe katika mwezi kama huu wa leo wa mfungo 5 hapa. Wayashtaghilu, na walikuwa ambao watu wanajishughulisha, bima, na kile ambacho antum, nyinyi, bihi, kwa kitu kama hicho, mushtaghiluna, ni mwenye kujishughulisha. Wewe ni manager, wewe ni secretary, wewe ni nani, ni askari, wewe ni chifu, wewe ni mbunge. Kwa hiyo mwakani ikifika, wewe ulikuwa hapo, lakini baada yako kutakuwa kuna mtu mwingine akishughulika na hilo hilo. Yani zile kazi ambazo sisi twazifanya zote tayari ziko na naibu wake, ukiondoka tu anakaa mwingine, kisha wewe utaulizwa ulikuweko wapi. Mwakani itakuwa na wewe vile vile, pengine Mungu ashakuchukua. Idh ghafla tu, maisha yanavyokwenda, idh maddat ilaihi, ghafla iliwanyoshea wao, aidil manaya, mikono ya mauti. Mauti yana mikono yake, wakati yanapofika na kunyoshea mikono yote miwili, yanakupokonya ile hadimul ladhat, yenye kuvunja ladha ya maisha ya dunia. Yanakupokonya pap, yanachukua, yanapeleka mbele, na wewe unapelekwa mahala ambapo unastahiki kupelekwa. Faqata'at, mikono kama ile ya mauti yakakata, hibala amalihim, kamba za matarajio yao, kamba za program zao, kamba za yale mambo mazuri ambao wameyapanga wayafanye. Mauti yalikuja kakatilia mbali, yalituma mikono tu ikenda ikaondosha matarajio kama yale. Walaqatu, mauti yakamtupa yule mtu ama yale matarajio, ala al-ardhi, yakamtupa kwenye ardhi, swari'an, ilhali ya kwamba mtu ameanguka pap. Jamani, vipi, mbona ameanguka? Akiangaliwa tayari mikono imempokonya yule uhai na hakuna tena. Mutawaqan, ilhali mwenye kufungwa tai, bi'amalihi, na amali zake alizozifanya. Amali zile uzozifanya huwa ni kama tai ziko shingoni mwako, ndio zako, hakuna kingine kitakuja isipokuwa kile chako ambacho ndo umefungwa nacho, wapendeza nacho ama hupendezi nacho, lakini ndio chako kile. Wa asbaha yunadi, ikawa sasa mtu baada ya kuangushwa na mauti, pale chini alipo ni kama gogo. Sasa akapambaukiwa, yunadi, ananadi na kutangaza kwa watu, bilisani halihi, kwa ulimi wa hali yake, kama kwamba atatamka aseme, ala ruj'atan ila daril ahibba, je, siwezi kurejeshwa nirudi tena katika nyumba ya vipenzi vyangu? Ndiyo katika aya Mwenyezi Mungu ameeleza kule kwamba mtu atakuja kutamani, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, ya rabbi nirejeshe mimi, pengine nitafanya mazuri katika muda ambao utanirejesha. Lakini wapi, kalla, ni kitu hakiwezekani tena. Wakati wako ni huu ambao uko nao, na ukiupoteza vibaya, basi utakuja kusema hayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakuja kusema hayo wakati umeanguka, bilisani halika, kwa ulimi wa hali yako, kwamba labda utatamka wewe kwamba urejeshwe, lakini ma madha fat, kilichopita ndio kimepita. Ala mu'nisan, je, hakuna mwenye kunipumbaza, fi hadhihi alwahsha, katika hiki kinyezi, yani maisha peke yako, hakuna mtu.
walghurba, na ugeni, mahala ambapo kumbuka wewe hujawahi kuishi pale. Cha ziada ni kwamba umekwenda kumzika mtu, ukaliona kaburi ndilo hili limechimbwa na mwanandani umechimbwa pale ufuo, baada yake unaangalia tu, wewe hujaingia. Sasa lakini siku ikifika ni kwamba wewe waingizwa pale, ile nyumba bila shaka haina mtu mwingine, ni wewe peke yako, na wewe pale bila shaka ni mgeni, sio mwenyeji pale. Hakuna mwenyeji wa kaburi, sote ni wageni, na lazima tutaona kinyezi ndani ya kaburi, kwa sababu tuko peke yetu. Mtu huchangamka kama yuko na watu ambao wanampenda, lakini kama yuko peke mahala popote, hata kuwekwe kila kitu cha dunia, lakini atakuwa hana raha. Ndio pale ataposema, je, sirejeshi katika nyumba ya vipenzi nikaishi na wao tena? Haiwezekani. Ala, na huku akinadi kwa hali ya ile lisani halihi, ala man yakfulu aitami, je, kuna mwenye kulea watoto wangu mayatima? Leo mtu akishakufa, mara nyingi watoto huwa hawana mwelekeo. Kusoma masomo yatakatika, kama ni siku za Idi na sikukuu watakuwa hawana nguo, pengine watakuwa vyakula hakuna mwenye kuangalilia. Sasa yeye ananadi kwa lisani halihi, nani ataniangalilia mayatima wangu niloacha? Wayar'a li haqqa as-suhba, na ni nani ambaye atanichungia mimi ile haki ya urafiki? Mimi na fulani nilikuwa ni marafiki, leo nimeondoka. Je, kweli atatekeleza ule urafiki wa haki ambao tulikuwa tuko nao mimi na yeye? Kweli ikizidi atakuja yule mke wako mzuri ambao ulikuwa umempenda amuoe yeye. Hiyo haki ya usuhuba iko wapi sasa? Mtu wa rafiki yako ambaye mke wake alimpenda kweli kweli, leo umekuja kumuoa wewe baada ya kuondoka duniani. Sasa anasema kwamba ni nani ambaye atachunga haki ya urafiki wa mimi na yeye? Hakuna. Falam yujibuhu ahadun minkum, hakuna yoyote ambaye atamjibisha katika sisi. Ala ma yaqul, juu ya yale ambayo anayasema. Bali hamaluhu, nyinyi nyote ambaye anawanadia kwa lisani halihi, mumembeba ala a'naqikum, kwenye shingo zenu, wa amaktum lahu, na mmemkodolea macho yeye, fi nuzuli, katika kumteremsha kwenye kaburi lake. Kila mmoja ataka kuangalia. Na sasa mpaka watoto wadogo pia ukaenda kwenye makaburi wanasogea pale pale karibu ya chini ya kaburi, wataka kuangalia kuna nini pale. Ni yule ambaye mwenzenu mlikuwa mko naye, mwataka kumwona, je, ataekwa wapi? Kuna kochi pale, kuna kiti kizuri pale, kuna godoro zuri pale. Godoro zuri pale liko, lakini wewe umelitafuta mwenyewe kabla hujaingia pale. Liko. Ukitafuta kimatres kile ambacho kilalia siku 10 tu, kimegusa ardhi, ni wewe mwenyewe umekiweka. Lakini ukitafuta lile godoro zuri ambalo ni ukilala hata halishtuki, la springi kwa juu ndani yake, wewe mwenyewe ndio ulitafuta uliweke pale. Insha Allah taala, kwa haya machache Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wallahu wa rasuluhu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.